Joaquim El Chapo, jina ambalo limekuwa likitawala vichwa vya habari duniani kwa miongo kadhaa, ni mfano wa hadithi ya mtu aliyejijenga katika kivuli cha giza la uhalifu. Kutoka katika maisha ya kimaskini huko Sinaloa, Mexico, alikuwa mmoja ya watu wenye magenge ya hatari zaidi ya biashara ya dawa za kulevya duniani. Alijua jinsi ya kujificha, kudanganya na kupenyeza mipaka ya kisheria kwa ustadi wa kipekee. Alijivunia njia za kujificha zilizowaacha hata wapelelezi bora zaidi duniani wakibaki mdomo wazi. Ingawa mafanikio yake yalimpeleka katika urithi wa uhalifu, aliishia maisha ya hofu na mateso. Zamani za mwanzoni mwa miaka ya 1950 katika kijiji kidogo cha Lanatula katika jimbo la Sinaloa nchini Mexico, alizaliwa mtoto aliyeitwa Joaquim Archibald Guzman Loyola. Hakuna aliyejua kwa hakika tarehe yake ya kuzaliwa. Wengine wanasema alizaliwa mwezi wa 12 1954, wengine wanasema alizaliwa mwezi wa 4 mwaka 1957. Lakini wanachojua wote ni kwamba alikulia katika umaskini uliokithiri, akiishi na baba mnyanyasaji na mama yake katika nyumba ya udongo. Baba yake alikuwa mfugaji wa ng'ombe na mkulima masikini, lakini pia alikuwa mlevi na aliwatesa sana familia yake. Kwa sababu hiyo, mama yake El Chapo ndiye aliyebeba mzigo mzima wa kulea watoto. Akiwa na umri wa miaka 15 pekee, El Chapo, jina aliyopewa kwa sababu ya kimo chake cha ufupi, likiwa na maana mfupi au mbilikimo, alifukuzwa nyumbani kwao na baba yake. Kijana huyo mfupi wa kimo lakini mwenye nia thabiti alikwenda kuishi na babu yake, ambaye alimfundisha kilimo cha bangi na popi za kutengeneza heroin huko Sinaloa. Kilimo cha dawa za kulevya kilikuwa njia ya kawaida ya kujikimu kwa vizazi, na watu masikini kama familia ya Guzman hakukuwa na njia nyingine ya kufanya ili kuweza kuleta mkate mezani. Lakini El Chapo hakutaka kuwa mkulima masikini tu. Alikuwa na akili ya kipekee na tamaa kubwa ya kupanda ngazi. Alionyesha uhodari wake katika biashara ya dawa za kulevya kwa kujituma na ujasiri wa hali ya juu. Mwishoni mwa miaka ya 1970 na mwanzoni mwa miaka ya 1980 alijiunga na kundi la Miguel Angel Felix Gallardo, alijulikana kama El Padrino, ambaye alikuwa mkuu wa dawa za kulevya nchini Mexico na mwanzilishi wa Cartel de la Guardia. Chini ya ulezi wa Gallardo, El Chapo alipanda ngazi kwa kasi. Alianza kama dereva na mlinzi, lakini akawa mtu wa kuaminiwa aliyesimamia usafirishaji wa dawa za kulevya kutoka Sinaloa hadi mipakani na kuingia Marekani. Wakati huo El Chapo alikutana na watu wengine ambao baadaye wakawa washirika au maadui zake katika ulimwengu wa uhalifu. Na mwaka 1989 Felix Gallardo, ambaye alikuwa mlezi wa El Chapo, alikamatwa na kutiwa mbaroni. Hii ilikuwa ni fursa kwa El Chapo, maana kundi la Guadalajara liligawanyika na El Chapo akaibuka kama kiongozi wa tawi lake mwenyewe ambalo lilijulikana kama Cartel de la Sinaloa. Akiwa sasa kama kiongozi, Chapo alionyesha ukatili na ujanja usio na kifani. Alianzisha vita vikali dhidi ya washindani wake, hasa kundi la Cartel de la Tijuana. El Chapo alikuwa mjanja, akaweza kudhibiti njia za usafirishaji wa dawa za kulevya, na pia akaweza kuwashawishi wafanyabiashara wakubwa wa dawa hizo ili afanye nao kazi. Chapo alikuwa mbunifu wa hali ya juu. Yeye ndiye aliyekamilisha mfumo wa usafirishaji wa dawa za kulevya kwa kutumia njia za kisasa. Aligundua njia ya kuchimba handaki chini ya mpaka kati ya Mexico na Marekani, handaki zenye taa na uingizaji hewa ambazo zilitumika kusafirisha tani za cocaine na heroin, bangi na methamphetamine na dawa nyingine nyingi kwa siri kubwa bila kugundulika. Pia alitumia ndege manuali
na malori kusambaza dawa za kulevya kote Marekani, Ulaya na hata Australia. Kwa muda mrefu Cartel de Sinaloa, ikiwa shirika kubwa na lenye nguvu zaidi la dawa za kulevya duniani, ilidhibiti 40% hadi 60% ya biashara ya dawa za kulevya nchini Mexico na kupata mapato ya mabilioni ya dola kila mwaka. Forbes Magazine mwaka 2009 ilikadiria utajiri wake kwa dola bilioni 1, lakini baadaye washtakiwa wa Marekani walisema alikuwa na utajiri wa dola bilioni 12. Lakini bahati yake haikudumu. Mwaka 1993, baada ya mauaji ya askofu mkuu wa Guadalajara Juan Jesus Pasado Ocampo, ambaye aliuawa kwa makosa katika vita katikati ya vikundi vya Chapo na Tijuana, serikali ya Mexico ilianza msako mkali na Chapo alikimbilia Guatemala, lakini alikamatwa Juni 9 mwaka 1993 karibu na mpaka wa Chiapas. Alikamatwa pamoja na washirika 5 wa kundi lake na alirejeshwa Mexico kwa ndege ya kijeshi akiwa amevaa sare za magereza na kofia, akiwa amefungwa pingu. Na baadaye alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela katika gereza la usalama wa juu la Puente Grande. Lakini hata ndani ya gereza, Chapo aliendelea kuwa na nguvu kubwa. Alitumia pesa zake kuwahonga walinzi, akajipatia faraja, akawaleta wanawake, na hata aliendelea kuendesha shughuli za biashara yake akiwa ndani ya gereza. Alikuwa na simu ya mkononi, aliagiza chakula anachotaka kwenye menyu na alitembelewa na malaya mara kwa mara. Na kisha Januari 19, 2001 alitoweka ghafla. Kulingana na hadithi rasmi, El Chapo alitoroka akiwa amejificha ndani ya gari la kufulia nguo. Kwa ushirikiano wa walinzi waliohongwa, alitolewa nje ya gereza na gari hilo. Serikali ya Mexico ilitoa dola milioni 2.3 za Kimarekani na Marekani yenyewe ilitoa dola milioni 5 ikiwa utatoa taarifa au habari zitakazowezesha kukamatwa kwake bwana El Chapo. Hadithi za nguvu zake zilienea. Alikuwa akiingia migawani, anakamata simu za wateja wote, akala chakula na kisha akalipa bili ya kila mtu kabla ya kutoweka tena. Alisafiri na walinzi wengi wenye silaha, kama vile kiongozi wa nchi anayetumia magari ya kivita, ndege, magari ya kila aina ya ardhini ya kukwepa kukamatwa. Hatimaye Februari 22, 2014 alikamatwa tena katika hoteli ya mji wa pwani wa Mazatlán, Sinaloa, kwa ushirikiano wa Marekani na Mexico. Kukamatwa kwake kulitangazwa kwa furaha na serikali ya Mexico, ikilinganishwa na kukamatwa kwa Pablo Escobar, Saddam Hussein na hata Osama bin Laden. El Chapo alipelekwa tena gerezani, lakini sherehe za serikali ya Mexico hazikudumu, kwani mnamo Julai 15, 2015 El Chapo aliushangaza ulimwengu. Alitoroka kwa njia ya handaki refu zaidi ya kilomita 1.6 lenye taa na uingizaji wa hewa lililokuwa limechimbwa kutoka bafu ya selo yake hadi kwenye nyumba aliyokuwa imejengwa karibu na gereza. Handaki hilo lilikuwa na mwanga, uingizaji wa hewa na hata pikipiki iliyobadilishwa kusaidia kusafirisha uchafu wa vifaa vya ujenzi. Ilikuwa ni aibu kubwa kwa serikali ya Mexico. Lakini tena Januari 8, 2016 El Chapo alikamatwa tena katika mji wa Los Mochis, Sinaloa, baada ya mapigano makali na wanamaji wa Mexico. Katika mapigano hayo watu 5 walifariki na askari mmoja alijeruhiwa. Rais wa Mexico wa kipindi hiko alitangaza kukamatwa kwake kwa furaha kupitia akaunti yake ya Twitter, akisema mission cumplida, kazi imekwisha. Mara hii serikali ya Mexico ilimkabidhi El Chapo kwa taifa la Marekani, ambapo mnamo tarehe 19 mwezi wa kwanza 2017 El Chapo alisafirishwa kwa ndege hadi New York siku moja kabla ya Rais Barack Obama kuondoka madarakani. Kesi yake ilianza mnamo Novemba 2018 mjini Brooklyn chini ya usalama mkali. Baadhi ya majaji waliondolewa kwa sababu ya hofu.
Mashahidi 56 walitoa ushahidi wao wakimwelezea kama kiongozi wa shirika kubwa la dawa za kulevya na kuthibitisha kuwa alihusika na usafirishaji wa tani za cocaine, heroin na dawa nyingine nyingi hadi Marekani. Na pia waliongeza kwa kusema kuwa alitumia rushwa, mateso na mauaji ili kulinda biashara yake. Mnamo Februari 12, 2019 alipatikana na hatia ya makosa yote 10 aliyoshtakiwa, ikiwa ni pamoja na uongozi wa shirika la kihalifu, usafirishaji wa dawa za kulevya na utumiaji wa silaha. Na Julai 17, 2019 alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani pamoja na miaka 30 ya ziada na kuagizwa kulipa dola bilioni 12 za Kimarekani kama faini. Leo Joaquim El Chapo yuko gerezani, gereza lenye usalama zaidi nchini Marekani lililopo Colorado. Gereza hilo hakuna mtu aliwahi kutoroka tangu lilipofunguliwa mwaka 1994. Wafungwa hukaa karibu masaa 23 siku nzima wakiwa peke yao kwenye selo zao zilizojengwa kwa usalama mkubwa. Miongoni mwa watu hatari waliofungwa katika jela hii ni pamoja na Ted Kaczynski ambaye alihusika katika shambulizi la Septemba 11 na wale wote ambao walihusika katika mabomu ya Oklahoma. Ndoto yake ya kuwa shujaa wa watu ilikufa na ilibaki kuwa kivuli cha nyakati za jinai na utukufu. Familia yake imeendelea kukabiliwa na matatizo. Mke wake Emma Colonelli alihukumiwa kifungo cha miaka 3 gerezani kwa kuhusika katika biashara za dawa za kulevya ya mume wake, na wanawe watatu Ovidio, Joaquim Guzman na Lopez pia wamekamatwa na kukabiliwa na mashtaka nchini Marekani. Na hadithi ya kateli de la Sinaloa inaendelea, lakini Chapo mwenyewe amefika mwisho wa safari yake.